Kwanza Chadema ina katiba yake na katiba ya chama imeeleza vyanzo vya mapato ya chama. Kwa hiyo katika jambo hili vile vile katiba yetu ndio itatuongoza kwenye vyanzo vya kugharamia hii kamati. Kwa hiyo kuna kiwango fulani kitatokana na michango ya umma kupitia tone tone na Chadema Digital. Natumie fursa hii tu kuendelea kuwaomba umma kuichangia Chadema. Chadema ilikuwa inapata ruzuku ya milioni 107 kwa mwezi kabla ya uchaguzi haramu wa 2025. Sasa hiyo ruzuku haipo. Kabla ya hapo Chadema ilikuwa inapata ruzuku ya milioni 323 mpaka mwaka 2020 kutokana na matokeo ya uchaguzi wa 2015. Na tukisema ruzuku ile sehemu kubwa inatokana na kura ambazo chama kimepata za ubunge. Alafu kiasi kidogo cha ruzuku ni ya idadi ya viti vya ubunge, kiasi kidogo idadi ya viti vya udiwani. Lakini sehemu kubwa ni kura za ubunge na ni pesa za walipa kodi wa Tanzania. Kwa nyinyi walipa kodi wa Tanzania ndio mlikuwa mnaigharamia Chadema kwa sehemu kubwa kwa kipindi chote ambacho Chadema ilikuwa inatumia ruzuku. Na katika hicho kipindi ambacho Chadema ilikuwa inategemea sana ruzuku, 85% ya matumizi ya chama kitaifa yalikuwa yanategemea chanzo kimoja kikuu cha ruzuku. 15% iliyobaki ndio ilikuwa inachanganya vyanzo vingine vyote vilivyobaki. Sasa baada ya uamuzi mzito wa kutojihusisha kabisa na uchaguzi haramu na kusema kwamba hakuna uchaguzi, Chadema sasa haipokei ruzuku. Kwa kiwango pekee cha ruzuku kilichobaki cha Chadema, na hii niseme hadharani kabisa, ni pesa ambazo Chadema inazo na zipo kwa msajili wa vyama vya siasa za kutoka mwezi Juni mwaka 2025 mpaka mwezi Oktoba, ambayo ni takriban shilingi milioni 500 ziko kwenye ofisi ya msajili. Lakini kama sehemu ya njama haramu za serikali kuidhibiti Chadema, kuikosesha fedha Chadema, hata hizo ambazo ni halali kabisa ya Chadema, pesa za wananchi, msajili ameendelea kuzishikilia mpaka ninavyozungumza na nyinyi leo, kinyume cha sheria kabisa. Mwanzoni alikuwa anasingizia kuna zuio mahakamani. Zuio limeondoka toka mwezi Aprili. Mwezi Juni hawajaingiza bado pesa. Mwanzoni alikuwa anasingizia hamtambui katibu mkuu. Mahakama ikaweka zuio dhidi ya uamuzi wa msajili kutomtambua katibu mkuu usiendelee kutekelezwa. Kwa katibu mkuu anatambulika, secretariat inatambulika, hakuna zuio, lakini bado kama sehemu ya hujuma fedha hazijaingizwa kwenye account. Na mimi ukiniuliza nitakwambia hilo haliwezi kuwa jambo la msajili tu mwenyewe, kwa sababu pesa inatoka hazina inaingia kwenye voti ya msajili, lakini ofisi ya msajili wa vyama vya siasa iko chini ya ofisi ya waziri mkuu. Masuala ya fedha haya wizara ya fedha inahusika. Kwa hiyo nalisema hadharani kwa sababu tumekuwa tukizungumza nao hivi kawaida kwenye haki ambayo ni haki ya wazi kabisa, lakini wanaikwepa ili waziri mkuu aliyoko hivi sasa achukue hatua, waziri wa fedha achukue hatua, kwa sababu ni haki ya kawaida. Sisi tunachokiona ni mchezo unafanyika kwenye hilo eneo. Tarudi kwenye haya mengine. Kwenye hilo eneo wanataka wavute muda. Leo ni tarehe 17, ifike tarehe 30 Juni mwaka wa fedha ufungwe. Alafu mwaka wa fedha ukifungwa, pesa zinatoka kutoka ofisi ya msajili zinatakiwa zirudishwe hazina. Alafu baadaye waseme haziwezi tena kurudi, mkitaka zirudi mkubali kuingia kwenye mazungumzo kama ambavyo zilikuwa zile malimbikizo mengine ya ruzuku. Kwa wanataka kutuwekea kama silaha hivi nyuma, wajaribu kutusukuma kwenye jambo ambalo si sawa na si kwa taratibu sahihi za haki. Sisi hujuma kama hizo hatuwezi kuingia kwenye mtego wa hujuma. Tunamtaka waziri mkuu aseme ni kwa nini ofisi ya waziri mkuu mpaka sasa haijahakikisha msajili wa vyama vya siasa ameingiza fedha za Chadema kwenye akaunti ya Chadema. Tunamtaka waziri wa fedha, wakati mjadala wa bunge unaendelea bungeni Dodoma, wanapohitimisha mjadala wa bajeti, aseme
ni kwa nini mpaka sasa fedha za Chadema halali kabisa za ruzuku za wananchi hazijaingizwa kwenye akaunti ya Chadema, na ni lini zitaingizwa kwenye akaunti ya Chadema. Sasa hii kamati hii basically itatumia vyanzo vikubwa viwili katika kuifanya hii kazi, au vitatu. Chanzo cha kwanza ni tone tone. Kazi zetu zote sasa tunazifanya kwa tone tone na Chadema Digital. Na ndio maana tunaomba sana wananchi waendelee kuchangia tone tone. Hata hii mikutano ya tunakwenda kuanza kesho, tuna mtaji kidogo tu wa kuanza mkutano, tunatarajia kwamba umma uendelee kutuchangia. Usipotuchangia tutakwama kwa sababu hatuna ruzuku, hatuna chanzo kingine kikuu zaidi ya tone tone na mapato ya wanachama kupitia mifumo ya Chadema Digital. Hiki ndio chanzo kikuu na chanzo kipaumbele, na tunawaomba sana Watanzania wanaotaka katiba mpya wachangie operation katiba mpya Free Tundu Lissu, na wachangie kazi za hii kamati, na wachangie kazi za Chadema kwa ujumla wake, kwa sababu ndizo zinazosukuma ajenda ya kitaifa ya katiba mpya. Hiyo chanzo cha kwanza. Chanzo cha pili, tunajua kwamba katiba mpya ni jambo lenye maslahi ya umma na ya wadau wengi ndani ya nchi, asasi za kiraia za ndani, taasisi mbalimbali za ndani. Tunaziomba hizo taasisi zote za ndani ya nchi ambazo tunajua nyingine zina bajeti za masuala ya katiba, ziipokee kamati yetu ikija kwao, na zisaidie kamati yetu ikija kwao, kwa sababu kamati hii itachangia kwenye kazi ambazo wanazifanya na kazi ambazo kwa pamoja kama taifa tunazifanya. Kwa hiyo waipokee na sio wasubiri tu kamati igonge milango, waiite hii kamati. Kwa mdau yoyote anataka kuita hiyo kamati, nimeshataja majina, naweza kufanya mawasiliano na wahusika, waiite hii kamati ama kamati kwa ujumla au baadhi ya sehemu ya kamati, ili kamati ifike na waweze kuipa michango, sio michango tu ya kifedha au rasilimali, mpaka michango ya mawazo, michango ya maoni juu ya namna ya kufanya. Chanzo cha tatu, nimekaa na hii kamati na nimeieleza hali halisi ya uhaba wa rasilimali tulionao, na nimewaomba kwamba kwa ukubwa na umuhimu wa hii kazi kwa nchi, wakubali kujitolea. Kwa hiyo mchango utakaotolewa na hao wajumbe kujitolea kwenye hii kazi, kufanya kazi kwa njia za ziada bila malipo ya ziada, kufanya kazi kwa njia za kiteknolojia za kidijitali, kufanya kazi kwa namna yoyote wanaweza kuifanya ili mradi kazi ifanyike, Kwa hiyo tunachohakikishia tu Watanzania ni kwamba hili jukumu litabebwa na hili jukumu litafanyika katika mazingira yoyote yawayo. Umesema juu ya